Mara baada ya Papa Robert Francis Prevost kuchaguliwa kuwa kama papa mpya baada ya kifo cha aliyekuwa papa wa kanisa hilo la Kikatoliki duniani Papa Francis kuweza kufariki dunia, nafasi yake kuweza kuchukuliwa na Robert Francis Prevost ambaye anaitwa Papa Leo wa 14. Tumekuletea taarifa hizi kutokea hapa kupitia YouTube channel yako kukufikishia changamoto 5 zinazomsubiri papa mpya mara baada ya kuingia katika madaraka hayo ya uongozi wa kidini katika kanisa la Kikatoliki duniani. Kanisa Katoliki duniani limeandika ukurasa mpya katika historia yake kwa kumkaribisha kiongozi mpya Papa Leo wa 14 ambaye kabla ya kuchaguliwa alikuwa askofu mkuu Robert Francis Prevost. Hata hivyo ni mzaliwa wa Chicago huko nchini Marekani. Kuchaguliwa kwake kumekuwa tukio la kihistoria lililozua shangwe, furaha na matumaini mapya kwa zaidi ya waumini bilioni 1.4 wa kanisa hilo duniani kote. Katika ibada yake ya kwanza takatifu ndani ya kanisa la Sistine, mahali patakatifu pa mafumbo na historia ya upapa, Papa Leo wa 14 aliongoza misa kwa unyenyekevu mkubwa, akianza kwa kukiri dhambi na kuomba msamaha wa Mungu kwa sauti ya matumaini na wito wa mshikamano. Alisema, "Najua ninaweza kumtegemea kila mmoja wenu kutembea nami tunaposonga mbele kama kanisa, jumuiya, marafiki wa Yesu, kama waumini, kutangaza habari njema na kutangaza Injili." Lakini pamoja na matumaini haya, papa mpya anakwenda kukutana na changamoto kadhaa. Kati ya nyingi hizi ndizo changamoto 5 kubwa zinazomsubiri Papa Leo wa 14 katika safari yake ya kiutume ndani ya kanisa lili la Kikatoliki duniani. Namba 1 ni swala zima la unyanyasaji wa kijinsia na watoto. Kuanzia miji ya mashambani ya Ulaya hadi barani Afrika, kanisa Katoliki limekabiliwa na msururu wa shutuma za unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto katika miongo michache iliyopita. Kesi zenye ushahidi wa kutisha zimekuwa zikigonga vichwa vya habari na kuacha umma na maswali mengi juu ya suala hilo. Uchunguzi uliokuwa na matokeo ya kuhuzunisha zaidi ulibaini kuwa watoto wapatao 216,000 nchini Ufaransa walikuwa wanatendwa vibaya kingono na washiriki wa makasisi tangu mwaka 1950. Mwaka 1995, askofu mkuu wa Vienna nchini Australia alijiuzulu kutokana na madai ya unyanyasaji wa kijinsia yaliyoweza kutikisa kanisa. Taarifa ya Vatican ilisema Papa Francis aliyefariki dunia Aprili 21 mwaka 2025 siku ya Jumapili ya Pasaka alihisi uchungu kutokana na matokeo ya uchunguzi huo, na akielezea matumaini ya njia ya kupatikana kwa ukombozi. Juhudi za Papa Francis kushughulikia tukio hilo ni pamoja na kufanya mkutano wa kilele ambao haujawahi kushuhudiwa juu ya watoto katika kanisa na kubadilisha sheria zake ili kuharamisha unyanyasaji wa kijinsia. Na chini ya Papa Francis, jopo maalum liliundwa kushughulikia suala hilo, lakini imekabiliwa na vikwazo, ikiwa ni pamoja na kujiuzulu kwa viongozi wa ngazi ya juu. Mwaka 2011, mtangulizi wa Papa Francis, Papa Benedicto, alitoa mwongozo kupitia maaskofu kwamba taarifa zote za unyanyasaji zilipotiwe polisi wa eneo husika badala ya kupelekwa Vatican kama ilivyokuwa hapo awali. Kanisa limefanya juhudi kubwa, lakini minong'ono inaendelea kuhusu changamoto hii. Papa Leo wa 14 atakumbana na changamoto ya madai ya kuficha suala hilo ambalo linaendelea kulichukiza kanisa Katoliki, huku makundi ya waathiriwa wakidai kuwa Vatican haijafanya vya kutosha kurekebisha makosa yake. Jambo la pili ambalo litamkabili papa huyu wa 14 ni nafasi ya wanawake kwenye kanisa. Kanisa linafundisha kwamba wanaume na wanawake ni sawa katika hadhi. Wito wa utakatifu ni wa ulimwengu wote, lakini njia za kufuata hilo ziko tofauti.
Kuna tofauti kabisa katika majukumu ambayo jinsia mbili zinaweza kuwa nayo katika kujitoa kimaisha. Kwa sheria za asili ni wanawake tu ambao wanaweza kujitoa katika maisha ya kimwili kwa kutumikia kama mama. Kwa sheria ya kawaida wanaume tu ndio wanaweza kujitoa katika maisha ya kiroho kwa waaminifu kwa kuhudumu kama makuhani. Wakati tayari Papa Leo wa 14 amechaguliwa rasmi, jukumu la wanawake kanisani ni suala zito, na kuna Wakatoliki ambao wanatumaini kuwa wanawake wataweza kuchukua majukumu makubwa katika siku za usoni. Kanisa Katoliki linakataza wanawake kuwa makuhani. Mnamo mwaka 2016 Papa Francis alimteua Felix Zagano kuwa tume ya upapa ambayo ilikutana huko Vatican kujadili ikiwa wanawake wanapaswa kuruhusiwa kuwa mashemasi. Papa Francis aliteua wanawake wengi katika majukumu ya uongozi huko Vatican kuliko papa yeyote kati ya waliotangulia mbele ya haki. Wakati Papa Francis alikuwa wazi kutaka wanawake wapate fursa zaidi, alipinga wazo kwamba wanahitaji kuwa katika sehemu ya uongozi wa kanisa. Mrisi wake atahitaji kuamua ikiwa ataendeleza ajenda hii au ikipitia kwenye mgongo wake. Jambo la tatu ni wapenzi wa jinsia moja. Kanisa Katoliki lilijipata katika mgawanyiko pale Papa Francis aliposema kuwa makasisi wa kanisa Katoliki wanaweza kuwabariki wapenzi wa jinsia moja maarufu LGBT katika kanisa Katoliki la Roma. Hata hivyo, aliweka wazi kuwa baraka hazipaswi kuwa sehemu ya taratibu za kawaida za kanisa na zinazohusiana na miungano ya kiraia au ya harusi, na kuongeza kuwa inaendelea kuiona ndoa kuwa kati ya mwanaume na mwanamke. Vatican ilisema inapaswa kuwa ishara kwamba Mungu anawakaribisha wote, lakini hati iliyotolewa na Vatican wakati huo ilisema makasisi lazima waamue kuwa kuzingatia uhalisia wa kila tukio. Papa Francis alikosoa sheria zinazomharamisha mapenzi ya jinsia moja kuwa sio haki, akisema Mungu anawapenda watoto wake wote jinsi walivyo, na kuwataka maaskofu wa Katoliki kuwakaribisha watu wa kundi hilo la LGBTQ kanisani. Mimi ni nani kuhukumu? Papa Francis alisema wakati alipoulizwa juu ya mapenzi ya jinsia moja Julai 2013. Ingawa Francis alikosa kuharamishwa kwa mapenzi ya jinsia moja, aliweka wazi kuwa anaamini kwamba vitendo vya mapenzi ya jinsia moja ni dhambi. Hebu tutofautishie kati ya dhambi na uhalifu, alisema Papa Francis. Hata hivyo, uamuzi huo ulikuwa wa kihistoria ambao uliwashangaza Wakristo wengi wa Katoliki duniani kote, na karibu kwa kauli moja maaskofu wa Kiafrika waliitikia kwa ukali fulani ambao sio wa kawaida kwao. Wazo hilo lilipingwa moja kwa moja katika nchi za Malawi, Nigeria na Zambia pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa iliyochapishwa Jumamosi Disemba 23, Baraza la Kimataifa la Maaskofu Kongo CENCO lilikataa waziwazi na kusema hapana kwa aina yoyote baraka kwa wapenzi wa jinsia moja. Kwa maaskofu wa Ivory Coast, tamko la Fidocian Supplicancy limepanga kuvurugika kwa watu wa Mungu. Mwitikio sawa kutoka kwa Baraza la Maaskofu wa Cameroon. Rais wake Bwana Andrew Fuanya Nkea aliona mapenzi ya jinsia moja kuwa ni ugeni ambao unadhuru sana ubinadamu. Huko Senegal, askofu mkuu wa Metropolitan wa Dakar Monsignor Benjamin ndiye aliyebeba sauti ya wenzake na kusema hawapitishi hukumu kwa watu, lakini wanakemea mpango wote wa kutaka kuhalalisha mapenzi ya jinsia moja. Hata hivyo, suala hili ndani ya kanisa la Katoliki limezua sintofahamu. Upande mmoja kuna wahafidhina wanaokataa kubariki ndoa zisizo za kawaida, na kwa upande mwingine wamegeuzia wanadai
kwamba ulimwengu wa kanisa vinaweza kubadilika. Tuhuma za ubadhirifu ni jambo la 4 ambalo atakumbana nalo Papa wa 14 katika uongozi wake ndani ya kanisa la Kikatoliki duniani huko Vatican. Jambo hilo limekuja baada ya benki ya kanisa la Katoliki kukumbwa na kashfa za ubadhirifu wa pesa, huku baadhi ya waliokuwa viongozi wa ngazi ya juu wakituhumiwa kwa ufisadi. Papa Francis aliunda tume ya kukagua shughuli za benki ya Vatican ambayo ina fedha za kanisa la Kikatoliki kufuatia kashfa hizo na kufanya mabadiliko katika uongozi wake. Papa Francis alitoa amri ya kukabiliana na utakatishaji fedha, ambapo mfano wa viongozi wa kanisa hilo waliohusishwa na kashfa za ufisadi ni pamoja na kasisi mkuu Monsignor Nunzio Scarano aliyeshukiwa kuhusika na utakatishaji wa fedha. Yeye na wengine 2 walikamatwa na polisi wa Italy kwa tuhuma za kujaribu kuhamisha euro milioni 20 kinyume cha sheria. Kardinali wa ngazi ya juu Vatican Giovanni Angelo Beccio naye alijiuzulu baada ya kushukiwa kutoa fedha za kanisa na kuwapa ndugu zake, ingawa alikanusha kufanya kosa hilo. Pia alihusishwa na mkataba uliokuwa na utata wa kuwekeza katika kujenga jengo la kifahari mjini London kwa kutumia fedha za kanisa. Hata hivyo, Kardinali Beccio alikuwa mshauri wa karibu wa Papa Francis na pia aliwahi kuwa katibu wa huko Vatican. Jambo la mwisho la 5 ambalo litamkabili Papa huyu wa 14 ndani ya kanisa la Kikatoliki duniani, jambo la 5 ni demokrasia na ushawishi wa kisiasa. Katika upapa wake wote, Papa Francis alijitokeza kuwa na ushawishi katika demokrasia na kisiasa, akiwa ametembelea zaidi ya nchi 60 katika ziara zake. Sio tu kwamba alikuwa anaangazia nguzo iliyomsimamisha kiimani, bali pia aligusa masuala yanayoathiri dunia katika kipindi husika na kutoa mwelekeo wake. Suala la kuheshimiwa kwa wahamiaji ilikuwa muhimu sana kipindi chake, lakini pia aliunda madaraja na madhehebu mengine ya Kikristo, dini zingine na hata wasio na imani za kidini. Katika ziara yake kwa mfano kwenye kituo cha wanaofuatia hifadhi nje ya Roma mnamo mwaka 2016, aliosha na kubusu miguu ya wakimbizi ambayo ni pamoja na Waislamu, Wahindi, Wakristo na Koptiki. Suala la vita vya Gaza pia hakulifumbia jicho. Aliita vita huko Gaza ugaidi, na tangu mwanzo wa mgogoro huu alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano hayo. Papa alikuwa ametembelea Palestina mwaka 2014. Wenyeji walisema walipokea kitu cha kipekee ambacho ni sala yake ya amani iliyoandikwa katika ukuta uliochorwa kwa saruji ambao unazuia Bethlehemu kutoka Yerusalemu, sehemu ya kizuizi cha ukingo wa magharibi wa Israeli. Wakristo wa Palestina walimuomboleza Papa wakati wa kifo chake na kusema kuwa wamempoteza rafiki wa dhati. Alikuwa mmoja wa viongozi wachache duniani waliokuwa wakiunga mkono haki za Wapalestina, na alikuja mbio kutafuta amani katika eneo hilo. Mkazi aliweza kusema hayo. Pia vile alikutana na familia za Waisraeli waliotekwa nyara na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Makubaliano ya mwaka 2014 ya kurekebisha uhusiano kati ya Marekani na Cuba ni mfano mwingine wa mafanikio ya kidiplomasia ya upapa. Marais wa wakati huo Barack Obama na Raul Castro walimshukuru hadharani Papa Francis kwa kufanikisha mchakato huo. Pia katika ziara ya kihistoria, Papa na askofu mkuu wa Canterbury walifanya safari ya pamoja kwa mara ya kwanza, akijumuika na viongozi mkuu wa kanisa la Scotland. Dhamira yao ilikuwa ni kuleta matumaini na kuhimiza viongozi kutafuta amani ya kudumu nchini Sudani Kusini. Ukweli ni kwamba Papa Francis katika uhai wake hakuegemea dini, kabila wala nchi, bali alijitahidi kuleta dunia pamoja, na huku wachambuzi wengine wakichukulia hilo kuwa msimamo thabiti zidi ya makosa. Sasa ni
kusubiri kuona ikiwa Papa Leo wa 14 atachukua njia gani wakati wa uongozi wake. Mwanahabari, ni kushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Hapa leo tulikoza tukusogezea changamoto 5 zinazomsubiri papa mpya, huku changamoto ya kwanza ikiwa ni unyanyasaji wa kijinsia na watoto, ambapo changamoto ya pili ikiwa ni nafasi ya mwanamke kwenye kanisa, changamoto ya tatu ikiwa ni wapenzi wa jinsia moja, na changamoto ya 4 ni tuhuma za ubadhirifu, na changamoto ya 5 ni demokrasia na ushawishi wa kisiasa. Haya ni mambo 5 ambayo papa huyu mpya mara baada ya kuchaguliwa kuwa papa ndani ya kanisa la Katoliki ataweza kukabiliana nazo. Yapi maoni yako na ushauri wako juu ya kile ambacho papa atakwenda kukifanya na uongozi wake katika kanisa la Katoliki huko Vatican? Naitwa Junior na hii ni Junior Media. Niseme asante kwa wewe ambaye ushasubscribe, na kwa wewe ambaye bado hakikisha unabonyeza alama neno subscribe ili uweze kuwa mwana familia. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.